Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, mbunge wa Tarime Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua changamoto ya upungufu wa vyoo katika baadhi ya shule za msingi na sekondari nchini. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya elimu msingi ya mwaka 2025, uwiano wa matundu ya vyoo kwa wanafunzi wa shule za msingi ni 1 kwa 46 wavulana na 1 kwa 42 wasichana, na sekondari uwiano ni 1 kwa 27 wavulana na 1 kwa 25 wasichana. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutenga fedha na kujenga matundu ya vyoo kila mwaka, ambapo katika mwaka wa fedha 2024/25 jumla shilingi bilioni 12.87 zilitumika kujenga matundu 6283. Katika mwaka wa fedha 2025/26 hadi Aprili 2026 kiasi cha shilingi bilioni 5.42 zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo 6283. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha katika budget kila mwaka ili kutatua changamoto za matundu ya vyoo hapa nchini. Asante. Asante. Mheshimiwa Mwita Waitara, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nina maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, Mheshimiwa Waziri ameshafanya tathmini ya kujua ukubwa wa tatizo la matundu ya vyoo msingi na sekondari kwa nchi nzima na kupanga mkakati wake. Nataka nijue. La pili, hii ni sahihi katika karne ya sasa wabunge sisi wa Tanzania kuendelea kujadili na kuuliza maswali kila mwaka ya matundu ya vyoo, meza na viti na watoto kaa chini? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara kwamba serikali inatambua umuhimu wa shule zetu zote kuwa na matundu ya vyoo yanayotosheleza na yenye viwango na ubora unaotakiwa katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira bora. Kwa hivyo kila mwaka tumekuwa tukifanya tathmini ya matundu ya vyoo yaliyopo, upungufu, na kuweka mikakati katika kila budget kutenga fedha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia kupitia serikali kuu kwa ajili ya kujenga matundu ya vyoo. Kwa hiyo tuna tathmini ya kila mwaka, tunajua kiasi gani tunayo, kiasi gani tunahitaji, na serikali imeendelea kutenga fedha na kujenga ili kuhakikisha wanafunzi wanasoma katika mazingira bora. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni dhamira ya serikali kwamba tuondokane na changamoto ya matundu ya vyoo kabisa, na ndio maana tunaendelea kutenga fedha kila mwaka. Na kwa mujibu wa taarifa za Benki ya Dunia ambayo assessment imefanyika hivi karibuni, tunahitaji kwa ujumla katika shule yenye wanafunzi 400 tunahitaji wastani wa matundu ya vyoo 12, 6 ya watoto wa kike na 6 ya watoto wa kiume, na sisi kwa kiasi kikubwa kwa baadhi ya shule tumeshazidi kiwango hicho. Kwa tutaendelea kuhakikisha tunaboresha kwenye yale maeneo mengine ambayo yana uhitaji huo. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kuhakikisha tunajenga matundu ya vyoo, lakini zoezi hili ni endelevu kwa sababu tutaendelea kujenga shule, population ya watoto itaendelea kuongezeka. Kwa hakuna siku tutasema tumemaliza tujengi vyoo kabisa, kwa sababu population ipo na shule zitaendelea kujengwa na zitahitaji kujenga vyoo. Kwa hiyo ni zoezi endelevu, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba zile shule ambazo zina upungufu tunaondokana na changamoto hiyo. Asante. Mheshimiwa Husna Sikiboko, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa maelezo ya serikali inaonyesha kwamba wana dhamira ya dhati ya kumaliza tatizo la matundu ya vyoo, na kwa sababu shule zilizopo vijijini ndio ambazo zina tatizo kubwa la upungufu wa matundu ya vyoo, je, serikali ipo tayari watakapoanza kumaliza tatizo hili kuanza na shule za vijijini, hasa katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi, Korogwe vijijini na Lushoto? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali iko tayari kuhakikisha kwamba tunatoa kipaumbele kwenye maeneo ambayo yana shule zenye upungufu mkubwa zaidi wa vyoo, zikiwemo hasa halmashauri za vijijini, ikiwemo halmashauri ya Lushoto katika mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa, nakushukuru. Kwanza natambua serikali yetu ni namna gani ambavyo inajenga shule kwenye maeneo mbalimbali, primary school na sekondari. Lakini tunapozungumzia mkakati maalum wa kujenga matundu ya vyoo ni pamoja na shule zile chakavu. Crisis hii ni kubwa kwenye halmashauri zetu. Sasa
waziri alikuja na mpango wa kuhakikisha wanaandika andiko kwa ajili ya maintenance kwenye shule chakavu. Amuoni kwamba ni wakati mwafaka sasa TAMISEMI hii tatizo la matundu ya choo kukawa kuna mkakati mahususi ili tumalize tatizo hili kwenye nchi yetu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kweli wazo la Mheshimiwa mbunge ni wazo zuri na tunalipokea, na kama ambavyo iliwasilishwa kwenye bajeti yetu ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ule mpango mkakati ambao umewasilishwa ofisi ya mipango kupitia ofisi ya Rais mipango na uwekezaji ni inclusive wa miundombinu yote ambayo inatakiwa kwenye shule. Kwa hivyo pia vitakuwa sehemu ya miundombinu ambayo itaboreshwa, lakini kuwa na mpango mkakati ni wazo zuri, tunalichukua kuhakikisha kwamba tunaboresha vyoo katika nchi yetu. Mheshimiwa Rustina Rahis, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa na mimi nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, je, serikali ina mpango gani wanavyojenga vyoo katika shule ya msingi na sekondari? Wanaweza kutenga eneo maalum linaloweza kuwapa faragha watoto wa kike, kwa mfano wanavyoweza kubadilisha taulo za kike? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika michoro yetu ambayo imeendelea kutolewa ujenzi wa miundombinu hiyo katika shule zetu, eneo maalum limeendelea kupewa kipaumbele na ziko baadhi ya shule wameanza ujenzi, na nitumie nafasi hii kuwakumbusha wakurugenzi wa mamlaka serikali za mitaa kote nchini kwamba pale tunapojenga miundombinu hiyo katika shule ambazo zina watoto wa kike ni muhimu kuwa na eneo maalum kwa ajili ya huduma hiyo muhimu. Asante. Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba, mbunge wa Igalula, saudia swali lake.